Habari za siku ya leo, mtazamaji wa SQF TV, karibu sana tuziangazie taarifa za habari zilizotufikia siku ya leo ya Agosti 5, 2026. Uko na Mipendo Gota ambaye anakusomea taarifa hizi za habari kupitia studio zetu zilizopo hapa AICC jijini Arusha. Mkazi wa jiji la Arusha Mohamed ameiomba serikali kumpatia fidia kufuatia kubomolewa kwa nyumba yake inayodaiwa kuwa ndani ya hifadhi ya barabara, huku wakala wa barabara Tanzania TANROADS ikisisitiza kuwa wananchi walielezwa mapema na hawastahili kulipwa fidia yoyote. Mohamed anasema kuwa hakupata taarifa za mapema kuhusu zoezi hilo na kwamba nyumba yake ilibomolewa wakati bado akisubiri majibu ya maombi aliyokuwa amewasilisha kwa mamlaka husika. Nimezaliwa hapa, naona hapa ndio mahali ambayo nimezaliwa, ndio nyumba yangu toka mwaka 30. Nyumba ilijengwa mwaka 30, lakini baadaye tulikuja tukaondolewa na TANROADS mpaka tukasogea hapo nilipofikia nyumba yangu. Lakini nashangaa juzi na TANROADS wakasema kama tunabomoa nyumba, kuna maboresho ya barabara. Tukawa tunashiriki kwenye vikao vyao vyote, tulikuwa tunashiriki. Mara ya mwisho, kikao cha mwisho, tukaambiwa kwamba tutalipwa na fidia zetu tutaingia ndani ya akaunti ndio tuondolewe. Juzi mimi niko Manyara, nikapiga simu nikaambiwa nyumba inabomolewa. Kuna taarifa naona kuna nyumba za jirani, ndio nikaja. Bahati nzuri nilikuwa na hizi karatasi ambayo mwaka 2011 nilipewa na watu wa Wizara ya Ardhi na Nyumba kwamba utafidiwa na fidia yako utaletewa nani. Kwa hiyo nikawa hizi karatasi zangu nimezichukua nikaenda TANROADS. Baada ya kufika TANROADS nikaonana na yule engineer hatukuweza kuelewana, hakunijibu nilivyokuwa nikitaka. Ndio nikaenda kwa mkuu akaniagiza niende ardhi. Baada ya kwenda ardhi, wale watu ardhi baada ya kuonesha hizi karatasi wakaniambia kwamba nienda kaandike barua TANROADS na uje utuletee nakala. Kwa hiyo nimefanya vile vile. Naandika barua TANROADS na nakala nimepeleka kwa kamishna wa ardhi. Kwa hiyo hapo tunatendewa sio haki. Watu ambao tumekaa muda zaidi, yani hapa nyumba imejengwa toka 1930 mpaka unaona nilivyosogea huku, ina maana toka tulipokuwa kule tumesogezwa mpaka huku nyuma. Kwa hiyo ndio maana mpaka sasa hivi, na bahati nzuri tulipewa mpaka vali hii nyumba nilikadiriwa mpaka nitalipo hela yangu ndio niondoke hapa, lakini hakuna kilichotendeka. Makaratasi zote ndio hizi hapa. Nashangaa juzi tunaambiwa nyumba inabomolewa na sielewi ni haki gani ya tunakuja kufanywa vitu vya ajabu ajabu. Hifadhi ya barabara, mimi nimeshaondoka kwenye hifadhi ya barabara mpaka hapa nilipotokea, siko tena kwenye hifadhi. Juzi ndio nimeona nimekuja kwekwa, kwa sababu hii sehemu kiangalia nyumba yangu, hata kama ni sheria ya barabara ilikuwa inaniondoa mimi hapa, hii nyumba mpaka wakati sheria zao wanazotunga mimi bado nilikuwa hapa. Hii nyumba imejengwa 1930. Kwa hiyo mpaka sheria yao wanatunga ya ardhi, mimi bado nilikuwa hapa, sheria imekuta nyumba yangu. Wangu labda wamelipa hao. Kwa hiyo mlipo labda mimi sijalipwa na siwezi kuondoka kiharaka haraka hivi. Nina sheria, nina haki, ninalipia hii nyumba kuanzia miaka 30. Wazazi wangu walikuwa pia, mimi na nyaraka mpaka mwaka 69 nilikuwa nalipa property tax. Bali pengine kulia zaidi hiyo, kwa sababu inaonekana kwamba hii haki inasigimwa, hatupewi haki zetu. Tumepewa hapa tarehe kwamba tutakuja kulipwa, na shangaa vitu ajabu ajabu tu tumevamiwa na bomoa manyumba. Kwa hiyo mimi nisema siwezi kubomoa mpaka nipewe haki yangu. Kwa nasema kwamba nyumba hii imejengwa mwaka 1930. Hata hizi sheria zote za ardhi ilipoletwa ilikuta hii nyumba. Na nyumba hii tulikuwa tunalipa property tax kuanzia mwaka 30 mpaka wazazi wangu wanafariki na baki mimi hapa nina hati ambayo ilikuwa nalipia toka mwaka 69 naye hapa 1969. Tukaendelea mpaka halmashauri zote naye document zile ambayo nimempa mpaka manager wa TANROADS ambaye nilikuwa tukilipia ardhi. Kwa hiyo mpaka tulipofikia mheshimiwa marehemu Mungu amlaze alipema alipoleta sheria kila mtu atakuwa na kapa hela kwenye TANESCO, nikawa pia nimelipa TANROADS pia TRA. Kwa hiyo nyaraka zote nimeziweka pamoja. Kwa majina mimi naitwa Zakaria Chacha, ni mpangaji wa mzee Mohamed. Sasa sisi kwanza ili jambo la bomoa yani tumeshtukizwa. Tumeshangaa tu, sisi tunaambiwa kwamba hameni nyumba inakuja kubomolewa. Maana walikuwa wanapita wanatuambia tunabomoa. Nikimpigia mzee mwenye nyumba anasema kwamba bana mimi, maana walikuwa wanapita wanatuambia tunabomoa. Nikimpigia mzee mwenye nyumba anasema kwamba bana mimi kinachoendelea mimi sielewi. Maana mzee anadai kwamba walienda mara ya kwanza wakafanyiwa tathmini wakaambiwa watapewa fidia, wakarudi tena mara ya pili wakaambiwa watapewa fidia. Sasa leo hii tunaambiwa kwamba tuhame, hatujui tunaenda wapi. Kama mimi kwa mfano mimi ndo nimelipa kodi. Yani huu leo tarehe 1 ndo kodi imeisha. Yani ndo mwezi wa kwanza. Kodi yangu inaisha Januari. Leo hii nakuja kuambiwa kwamba ni hame. Sasa hatujui kwamba utaratibu huu wa kuhamisha watu. Serikali inashindwa hata kutupa note. Basi hata kama haiwezi basi hata kama haitutambui sisi, kwani mtambui mwenye nyumba? Ingempa notes mwenye nyumba ili sisi atupe notes kwamba bana
kwa kutokana na utaratibu serikali naotaka kufanya kwamba nataka kutanua barabara. Sisi maendeleo hatukatai, maendeleo ni ya kwetu sote, hatuwezi kukataa. Kama imefika wakati wa kuvunja, hatuwezi kukataa, lakini inatakiwa utaratibu ufuatwe kwamba bana, kuanzia tarehe hii msilipe kodi mpaka tarehe. Maana hata nilipokuwa nalipa kodi nilimuuliza mzee, nilimwambia mzee, mbona nasikia kuna dalili kwamba wanabomoa? Akasema sasa watabomoaje, mimi hawajanilipa fidia yoyote Kwa kweli hichi wanachotufanyia sio kitu kizuri. Mimi nimelipa kodi mwezi leo tarehe 1 ndo mwezi umeisha, na kodi yangu inaisha mwezi wa kwanza. Haya, mtu na mkopo kwa mfano mimi na mkopo tena mkopo mkubwa tu kila mwezi nalipa mkopo. Haya, hiyo hela sasa mkopo na hivi kweli wanajua ugumu wa kuanzisha biashara upya, kwenda kutengeneza jina sehemu nyingine, sehemu ambayo hujulikani unahamishwa tu hivi kienyeji, wanakwambia tunabomoa. Hichi kweli sio kitu kizuri hata kidogo. Yani kwenye hifadhi ya barabara wakapewa notice kwa 2011 wakaiomba serikali kipindi Kakoko yupo, wakamuomba kwamba walipwe kifuta machozi, kifuta machozi. Kakoko akawajibu kwamba haiwezekani kwa sababu inabidi wapishe barabara kwa mujibu wa sheria. Wakaambiwa barabara itakapokuja kujengwa kwa njia 4 inabidi wapishe wenyewe kwa hiari yao wenyewe. Tulichokifanya juzi, tulikuwa na kikao kwa mkuu wa wilaya juzi, tukaleta document na wananchi wakaleta document. Wanapaswa wapishe barabara kwenye mita 22.5, wao wasogee 22.5, ambao wanatakiwa kulipwa ni wale wako kwenye mita 7 kwenda mita 30. Kwa hiyo wenzao wameshatii, wanavunja wenyewe, na sisi hatujavunja, tuliwaambia wavunje wenyewe kwa hiari yao. Wasipovunja ndani ya siku 7, sisi ndio tutatekeleza agizo letu. Hawana haki ya kulipwa fidia kwa sababu wako ndani ya mita 15. Yaani wewe pima barabara tu hapo utaona inatakiwa barabara hiyo waache mita 22.5. Kwenye hicho kikao, lakini kwenye kikao alijibiwa kwamba haiwezekani. Kakoko aliwajibu kipindi cha Kakoko, unamkumbuka Kakoko? Jeshi la polisi limetangaza kuwa limewakamata watuhumiwa wanaovunja nyumba, kuiba na wanaofanya biashara za kununua mali za wizi zikiwemo simu, runinga, pikipiki, kompyuta na redio. Watuhumiwa hao ni pamoja na Mtanko Ebeniel Mchina na wenzake wawili Kwenye kundi hilo la watu 83 wamekamatwa pia watu ambao wanajihusisha na kuvunja nyumba, kuiba, lakini wapo wengine kazi yao wameirasimisha ambao ni ya kijinai ya kununua mali za wizi. Simu zinaibwa kutoka pointi A zinakwenda kuuzwa kwenye pointi B, na baadhi ya vitu ambavyo vinataka kurasimishwa na baadhi ya watu kijinai ni pamoja na wale wanaonunua simu za wizi, runinga, pikipiki, kompyuta mpakato yani laptop, redio, na watuhumiwa hao wamekamatwa. Miongoni mwa waliokamatwa ni pamoja na mtu aliyefahamika kwa jina la Mtanko Ebenieli maarufu kama Mchina. Yeye jina lake ni Mtanko Ebenieli, lakini watu wamembatiza jina la Mchina, akiwa na wenzake wawili. Hawa wamekamatwa maeneo ya Amani, Mbezi, wilaya ya Ubungo hapa jijini Dar es Salaam, na walikutwa na runinga 7 za wizi ambazo zimetambuliwa na watu walioibiwa vitu vyao. Amekutwa na simu janja aina mbalimbali 122 pamoja na vifaa ambavyo yeye huvitumia baada ya kuletewa hizo mali za wizi, zikiwemo simu, hufuta na kusakinisha upya mfumo endeshi yani software wa simu zilizoibwa. Kwa simu inaibwa, inasakinishwa, anatengeneza mfumo mwingine, kwa hiyo anatoa kwenye mfumo wa awali na kuzifanya simu zinasomeka aina nyingine, na hivyo kuziingiza tena kwenye soko. Kwa hiyo huyu amekamatwa na simu zaidi ya 122 na yeye kutaka kurasimisha biashara hii ya kijinai katika kujipatia kipato. Changamoto ya mazao ya uvuvi ikiwemo dagaa na samaki kuharibika na kusababisha hasara kwa wachakataji, wauzaji wa mazao hayo kwa kukosa namna bora ya kukausha na kuhifadhi mara baada ya kuvuliwa katika mwalo wa Ubuyozi, kijiji cha Mwakizega, wilaya ya Uvinza, mkoani Kigoma, imepatiwa ufumbuzi baada ya wachakataji hao kupatiwa mahema ya kukaushia dagaa kupitia mradi wa Fish4 ACP unaofadhiliwa na Shirika la Chakula na
kilimo la Umoja wa Mataifa FAO. Zamani sisi tulikuwa tunaanika kwenye mavumbi hapa, dagaa zinapata vumbi, wafanya nini? Lakini watu wa FAO wakatoja tunatembelea, tuangalia wakaona watuboreshee. Wametuboreshea, wametuletea masolar tent haya. Sasa hivi tunapata dagaa wazuri, wasafi, hawana vumbi, wako vizuri na tunapata masoko mazuri sababu walituwezesha masolar tent haya yaingize vumbi. Kwa hiyo tunawashukuru watu wa FAO kwa sababu ya kutuwezesha kutuletea solar tent. Huu mradi ni mzuri sana. Yaani huu mradi umetufurahisha. Tunaanika dagaa nzuri kabisa. Yaani zinaenda sokoni na zinawahi kununuliwa. Dagaa zimenyooka vizuri kabisa. Lakini zamani kwa tunaanika dagaa ukuta vumbi, hata kienda sokoni tena watu hawainunui kwa ajili ya vumbi imejikunja. Afu mvua ilikuwa ikinyesha dagaa zinaharibika, hazina kazi. Lakini hivi sasa tunaanika dagaa zetu haziharibiki na mvua. Kupitia mradi huu wa Fish for ASP, sisi kama wana kikundi tunasema tumefaidika au tumenufaika. Imetutoa hatua ya kwanza kwenda hatua ya pili. Sababu siku za nyuma tulikuwa tukianika dagaa zetu chini kwenye chanja za chini. Lakini baada ya kupata elimu tuliitwa na watu wa FAO tukapewa mafunzo kwa namna ya uchakataji wa mazao haya ya samaki na dagaa, namna ya kuwatunza, lakini pia namna gani ya kutafuta masoko. Tukapata elimu kupitia vikundi. Baada ya kupata ile elimu tumekuja hapa tukaiendeleza, lakini baadaye wakatuletea mradi huu wa ukaushaji wa dagaa kupitia solar tent. Kwa solar tent tumeona ina manufaa makubwa kuliko ukaushaji wa kawaida. Tunaomba watusaidie zaidi, watuongezee miradi mingine. Sisi tunachoomba hapa ni kuboresha tu vizimba. Kwa hiyo wakati dagaa linapungua au ziwa limefungwa, basi sisi tutaendelea kuvuna samaki kupitia vizimba. Shirika la umeme Tanzania TANESCO limetangaza kurejeshwa kwa huduma ya umeme katika maeneo yote yaliyokuwa yameathirika kufuatia kazi za matengenezo na uboreshaji wa miundombinu ya usafirishaji umeme zilizofanyika eneo la Mkambarani mkoani Morogoro. Nipende kuwashukuru sana wateja na wananchi katika maeneo yote ambayo kulikuwa na kazi ambayo ikiendelea katika eneo hili la Mkambarani ambako mkandarasi alikuwa akifanya kazi ya kuvuta nyaya, na kwa mafanikio makubwa kabisa kazi hiyo imekamilika na tayari huduma ya umeme imerejea katika maeneo yote ambayo yalikuwa yakiathirika kutokana na kazi hii. Hivyo tunapenda kuwashukuru wateja na wananchi kwa uvumilivu na uelewa wenu wakati zoezi hili lilikuwa likifanyika, na vile vile nipende tu kutumia fursa hii kuwakumbusha kwamba zoezi hili litaendelea tena kwa awamu ya pili kuanzia tarehe 11 ya mwezi wa 8, na tutawatangazia tena na pia tutawawekea zile ratiba ili basi muendelee kuweka shughuli zenu kulingana na huduma ya umeme jinsi itakavyopatikana. Kama ambavyo tuliwaambia, kazi hii ilikuwa ikifanyika katika eneo la hapa Mkambarani, lakini pia Kikombo pamoja na Mkonze kwa awamu ya pili. Kwa hiyo kazi hiyo imefanyika vizuri na kwa ustadi mkubwa, wataalamu wetu wameweza kukamilisha. Kwa hiyo tunawashukuru sana na tunaendelea kuhakikisha kwamba TANESCO itaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ambayo inaendelea kusaidia kuimarisha hali ya upatikanaji wa umeme nchini. Na tumefanikiwa rasmi, umeme umerudi, tumerudishia wananchi. Kwa kazi ambayo ilikuwa inafanyika hapa, naomba niwakumbushe, ilikuwa ni uvutaji wa nyaya. Uvutaji wa nyaya juu ya SGR, uvutaji wa nyaya juu ya msongo wa kilovolti 220 kwa line ya Morogoro 2 na Morogoro 1 pamoja na msongo wa kilovolti 132. Kwenye hii awamu ya kwanza tumefanikiwa ndani ya siku ambazo tuliwatangazia wananchi. Lakini tuna awamu nyingine ya pili ambayo tutaanza tarehe 11. Tutavuka eneo la Kikombo ambapo napo ni msongo wa kilovolti 220 na Mkonze. Zote hizo tutazifanya kwa pamoja tarehe 11. Pia naomba nikumbushe umuhimu wa hii line ikikamilika. Itaongeza uwezo kwenye line ambazo zipo tayari. Kwamba uwezo wa zile line ulikuwa kiasi kadhaa. Sasa hivi kwa sababu tunapita na msongo wa kilovolti 400, uwezo utakuwa ni mkubwa. Lakini pia naomba nikumbushe ita facilitate uuzaji na upokeaji wa umeme kwa nchi jirani za Afrika Mashariki na kusini mwa Afrika. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania limepongezwa kwa kutumia vizuri fursa ya mafunzo ya utoaji huduma.
Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania limepongezwa kwa kutumia vizuri fursa ya matumizi ya utoaji huduma ya kwanza yanayotolewa katika hospitali ya JKCI LMC Arusha kwa kuruhusu wafanyakazi wake kujitokeza kwa wingi kupatiwa mafunzo hayo. Tuungane na mwandishi wetu Boniface Alan akituarifu zaidi. Hilo limezungumzwa na moja kati ya wakufunzi, Bwana Bahati Ng'ombo toka The Same Qualities Foundation, taasisi ambayo imetoa mafunzo hayo kwa kushirikiana na taasisi ya Kopi. Leo tulikuwa tunachokifundisha ni namna gani ambavyo wanaweza kumuokoa mtu kwenye sehemu za ajali. Kwa mfano, mtu amepata ajali kutoka kwenye jengo refu, ameanguka chini au amebanwa kule ndani, au mtu ambaye amepata ajali barabarani. Namna gani ya wao kujikinga, namna gani ya kuzuia damu isiweze kutoka, namna gani ya kuzuia damu kwenye upande wa kiuno, sehemu za shingo, sehemu za kifua na sehemu za tumbo. Lakini pia ni namna gani ambavyo wanaweza kumbeba huyo mgonjwa, kumweka kwenye spine board au kumweka kwenye gari na kumkimbiza haraka hospitalini. Na session ya mwisho ilikuwa ni kwenye upande wao wa akili. Tunajua wanakutana na majanga mengi ambayo pengine anaweza akawaathiri kisaikolojia, na wao baadhi yao wamekiri kwamba, na sisi pia watu wa afya tunakiri kwamba tunapokutana na haya majanga pengine wao yanatuathiri kisaikolojia, na pengine wao hatupati vizuri ni namna gani ya kusaidiwa kisaikolojia. Maana yake kwamba hatuna psychologist wa kutosha kwenye sehemu zetu za kazi ili waweze kutusaidia kisaikolojia. Sasa leo tulikuwa tunatoa mafunzo ya namna gani wao wenyewe wanaweza wakasaidiana, wao wenyewe wanaweza kashirikiana kusaidiana kisaikolojia pale ambapo inapokuwa limetokea janga kubwa na limeaffect moja kati ya timu yao. Kwa hiyo ndio hivyo vitu ambavyo tumevifundisha leo. Tunaendelea kutoa wito kwa serikali, lakini pia kwa Jeshi la Zimamoto na mashirika mengine, pale ambapo mafunzo kama haya yanapokuwa yametolewa, basi waje kwa wingi kama wanavyofanya Zimamoto, kwa sababu Zimamoto wameweza kuleta watumishi wao karibia kutoka nchi nzima, mikoa yote 26. Mafunzo hayo ambayo leo yameingia siku ya 3 yametajwa kuwa na faida kubwa kwa wanafunzi ambao wamejitokeza, huku wakiomba kwa serikali na wadau wengine kutoa fursa kama hizo kwa wingi. Kwa majina anaitwa FC Agustino Osai, ni askari wa Zimamoto kutokea mkoa wa Dodoma. Leo tumepokea mafunzo mbalimbali yanayohusiana na paramedics, yani utoaji huduma ya kwanza kwenye matukio mbalimbali, yale labda matukio ya ajali, matukio ya emergency yoyote ile. Kwa leo tumepokea mafunzo ambayo yanahusiana na jinsi ya kumhudumia mgonjwa ambaye amepata ajali barabarani, either amegongwa na gari au amepata ajali ya pikipiki. Kwa hiyo sasa jinsi ya kumsaidia mgonjwa kama huduma ya kwanza na then kumfikisha hospitali. Mafunzo hayo tumepatiwa leo, lakini kingine pia tulichopewa ni mafunzo ya jinsi ya kumanage mgonjwa kwenye masuala ya psychology, yani akili, kwamba mtu anapopata ajali anaweza akapata shida ya akili, kwamba labda ana paniki, anaweza akataka kujiua kulingana na tatizo alilopata. Sasa jinsi ya kumanage stress. Elimu hizi zinasaidia pia unakuta kuna watu ambao hawana uelewa au uzoefu na matukio mbalimbali. Akipata na shida kama hii, sisi tunapofika pale, kwa sababu tuna uelewa au tuna experience, kwa hiyo itatusaidia au itaturahisishia kumpatia elimu namna ya control yeye mwenyewe, au sisi tutamsaidia namna ya control psychology yake ili asiweze kuwa affected kutokana na vifo au majanga yaliyompata. Lakini pia ningependa kutoa wito kwa serikali na Jeshi la Zimamoto na Uokoaji, yatakapotokea mafunzo kama haya, kutokusita kutupatia elimu kama hizi, kwa sababu inatusaidia kurahisisha kazi tunapokutana na majanga na tunapokutana na wananchi katika namna ya kuwapatia huduma ya majanga yanayowapata mabarabarani na majanga yanayowapata sehemu zao za kazini na
majumbani mwao. Wanasema elimu haina mwisho, na hilo ndilo limewasukuma COPI na The Same Qualities Foundation kutoa mafunzo hayo ya huduma ya kwanza, wakiamini elimu bado ina nafasi hata kama mtu yupo kazini tayari. Mimi ni Boniface Allen, SQF TV. Shukrani sana Boniface Allen kwa taarifa. Na taarifa hiyo ndo tamati ya SQF habari kwa siku ya leo. Asante sana mtazamaji wa SQF TV kutenga muda wako thamani kutazama taarifa hizi za habari. Nizidi kukukumbusha kwamba kambi ya upasuaji mdomo wazi inaelekea pale katika hospitali ya Manispaa ya Kahama kuanzia Agosti 17 mpaka Agosti 21. Ni vyema wewe mzazi au mlezi utakaposikia taarifa hii umjuze na rafiki yako ili aweze kumpeleka mtoto wake mwenye changamoto hiyo ya mdomo wazi ili akafanyiwe matibabu hayo ya upasuaji bure kabisa ambayo inatolewa chini ya taasisi ya The Same Qualities Foundation. Kwa niaba ya timu nzima walioshiriki kuandaa habari hizi, na mimi ni Pendo Gotana.